Kitu cha kushangaza, yule dada alipita. Huyu dada mbona kama sio mwenyeji wa hapa, afu ni mzuri. Yaani ni mzuri kuliko wewe. Ni mzuri kuliko wewe. Siwezi kuelezea, ila tu kwa siku zile nilivyomuona mimi nilimpa sifa zake. Nimefanya vitu vingi, lakini nilinunua iPhone. Nilinunulia pikipiki kwa sababu kutokana na mazingira ya kule nyumbani, pikipiki ilikuwa ni ya muhimu pia. Pia kuna business ambayo aliniambia bwana, kuna business fulani mimi naona itanifaa tukifanya hivi na hivi. Nikamuuliza mtaji wa shilingi ngapi, kwa sababu nilikuwa nishatangulia kumnunulia hiyo pikipiki. Akaniambia kwamba kuna kiasi kidogo anatamani kuongezea, japo kile kiasi mimi cha kuongeza kilikuwa kikubwa kuliko hata alichokuwa nacho. Kwa hiyo nikaongeza, na pia aliniambia kuna kiwanja kinauzwa. Kwa hiyo kuna yale mawazo, kwa sababu nilimchukulia ni amenizidi umri, kwa hiyo mawazo yake niliona ni chanya sana. Kwa kila analoongea nilikuwa sipendi. Kwa vitu vingi sana, yani vingi sana. Nini target yako ilikuwa ni nini? Yaani ulikuwa unaamini kwamba unaporudi masomoni yani Mungu ana maisha mazuri, au uliamini unampa kama unamsaidia aweze kujikwamua? Target yangu mimi kwa kwamba mawazo yake yeye anaweza akaacha, sababu kusema baba, kwa sababu kusema kwamba ni maisha mazuri, mimi nilimpenda yeye alivyo tu. Mimi nilimpenda vile tu alivyo, sikutaka sijui pesa nini. Kwa kuwa nilikuwa na mahusiano ambayo ni maslahi, kwa hiyo kuna vitu ambavyo alikuwa akinishirikisha. Mara kwanza yeye alihisi labda familia wanahusika kwa sababu nimeenda kusoma mbali na wao na maisha mazuri, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo nilihisi kwamba mawazo yake ni chanya, na pia vitu ambavyo ananiambia nikirudi kule tutasonga mbele zaidi. Sitakuwa mtu ambaye wa kusema nianze chini. Okay. Napenda nifahamu kwa dokta ambaye alikuwa anakusupport kwa 100%, wakati unaondoka, uliondoka kwa mazuri, uliondoka kwa mabaya, au uliondokaje? Yaani uliondoka vipi? Kule niliondoka kwa mazingira ambayo sio mazuri kwake, kwa sababu nilihofia nikirudi Tanzania ni mtu ambaye niliona amenipenda sana. Nikaona nikisema niondoke kwa wema yani lazima angenifuata, yani lazima angenifuatilia, na ni mtu ambaye asingeshinda. Kwa hiyo kabidi nitafutize visa vingi kwamba nimwache, kwamba ajue mimi nimeondoka mimi na yeye basi. Ile nikirudi Tanzania kusiwe kuna kitu chochote ambacho kitanifanya niwe sina amani, kwa sababu nilikuwa narudi kwa mtu ambaye napenda. Kiasi gani kikubwa cha fedha ambacho alishawahi kukupa huyo? Pesa kama pesa taslimu. Yaani pesa hivi mkononi, hata kwenye benki akaunti zako? Ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi sana. Waambie masista dua kibongo ajue. Ni kama milioni kama 30 ambazo yani hizo alinipa tu kwamba fanyia vitu unavyotaka wewe, fanya unavyojisikia, tofauti na vile ambazo unazoomba kwamba nahitaji kiasi fulani, nahitaji kiasi fulani. Yaani hiyo alinipa kwamba ni ghafla tu, kwamba nimekaa ile nimepumzika, simuombi chochote. Kisha ananiambia milioni 30 hiyo hapo. Unajua wewe ufanye nini? Sasa kuna ile kwamba yani utanietanie kama una shida nayo. Wewe unanipa mimi hela yote, yani hata ukitaka uiweke ndani uibande kama nguo ni wewe. Hiyo ni pesa, lakini kwa pesa alizonipa ni nyingi. Yaani hiyo ni ya pamoja. Yaani hiyo niliona nyingi kwa sababu
haikuwa na matumizi ambayo yameandikwa labda fanya hiki, yaani ni amenipa tu, ni kama ile mtu sijui ya soda soda wanasemaga ya maji maji milioni 30. Okay. Mtazamaji, natamani nipite sehemu zote ili uweze kupata picha ya kile ambacho wengine ataenda kukizungumza. Umetuambia mwisho wa siku BFF akakuwekea status ukaona, na kuna status mwisho wa siku yule mpenzi wake, I mean huyo mke mwenzio, sasa niite hivyo, akapita machoni mwako kumshuhudia, na ndio hapo reaction labda zilitokea na nini? Ulimfahamu vipi? Kwa picha uliambiwa, yani kwa ulimfahamu vipi kwamba huyu mke wa mpenzi wangu bana? Ai, wako si Twitter. Kitu cha kushangaza, yule dada alipita. Huyu dada mbona kama sio mwenyeji wa hapa, ni mzuri. Yaani ni mzuri kuliko wewe. Ni mzuri kuliko wewe. Siwezi kuelezea, ila tu kwa siku zile nilivyomuona mimi nilimpa sifa zake kwamba yule ni mzuri. Sasa nilikuta nilivyoongea hivyo watu nilokaa nao walishtuka. Na nikasema huyu mbona sio mwenyeji wa hapa. Nikakuta kama wameshtuka. Sasa kuna mmoja, unajua kuna wengine hawana kaba au ni hapoka. Akasema, unamsifia mke mwenzio? Sasa ila nauliza mke mwenzangu akapotezea. Unaona? Sasa alipopotezea nikajiuliza hii inakuwa. Nikaacha kwa sababu hizo mambo mimi nilikuwa siwazi yani kwanza. Ila tu nikaona amelopoka tu. Sasa kumbe yule alilopoka ni mtu ambaye tukiwa naye nini story 1 2 3, mtu ambaye anapeleka kwa yule mtu ambaye alikuwa BFF. Kwa tena kijembe status tena. Kwamba amekubali kwamba yeye mke mwenzi. Yaani sio mke mwenzi, yaani kwamba amekubali kwamba ni kwamba mimi nimekubali siendani. Huna hadhi. Yeah. Okay. Sasa kitu ilinishtua. Hii vipi? Ikabidi sasa nianze kufuatilia kutumia pesa. Pesa sasa inipe ukweli. Unawatuma watu? Kuna mtu yaani ni mtu ambaye anakuwa na taarifa nyingi sana, yaani watu wanamtani tajua yote. Nikaamua niwe naye karibu. Lakini kama alinikataa.